Maendeleo hayana vyama. Mimi kama ningelihesabu wanachama wa Chama cha Mapinduzi pekee, basi nisingeliweza kupata 99.8% ya kura zote za waliopiga kura. Katika azma ya kuijenga Chani mpya, mbunge na mwakilishi wa jimbo hilo wameanza ziara ya utendaji kwa kutoa misaada kwa Chama cha Mapinduzi pamoja na kukagua miradi ya maendeleo. Mbunge wa jimbo la Chani, Mheshimiwa Ayub Mohamed Mahmoud, amesema ziara hiyo ya siku 5 italenga kusikiliza changamoto za wananchi pamoja na kugusa shughuli za maendeleo katika sekta mbalimbali jimboni hapo. Ziara hii imeambatana na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, ikiwa ni sehemu ya shukrani kwa wanachama wetu ndani ya jimbo hili. Na leo tumeanza kwa wadi ya Chani. Wadi hii ina matawi 4 lakini ina shehia 3. Kwa hiyo tunapita kuwaona wananchi, lakini vile vile wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa kazi kubwa walioifanya ya kutuchagua kwao. Lakini sio tu kwa tunapita, vile vile tumesema tupite walau tukiwa na hatua za maendeleo, kwa sababu kwa kuwa tumeshachaguliwa, maana yake tunatarajiwa tuanze kazi. Kwa hiyo tumeanza kazi kama mlivyoona. Kwa upande wa Ketwa tumeweza kuona juu ya hatua iliyofikiwa kwa ujenzi wa msikiti ambao tumeshirikiana na ufadhili wa African Relief Community Organization ambayo ipo Dar es Salaam na inafanya kazi zake duniani kote. Vile vile ujenzi ule wa msikiti utakwenda sambamba au umekwenda sambamba na ujenzi wa kisima cha maji safi na salama kwa wananchi wa eneo lile, na vile vile kutakuja ujenzi wa kituo cha afya. Kwa upande wa kituo cha afya tunasubiri hatua ambazo ni Wizara ya Afya kusaini mkataba au makubaliano ya awali MOU baina yao na taasisi hii ili ujenzi huo uweze kuanza mara moja. Ahadi tuliopewa, wiki ijayo watasaini makubaliano hayo na hatimaye utaratibu wa ujenzi utaendelea kama ilivyopangwa. Lakini vile vile kwa upande wa Chama cha Mapinduzi chenyewe tumeanza na upigaji plasta wa tawi letu la Ketwa ambalo ni moja kati ya matawi makongwe yaliyochukua muda mrefu kutokukamilika. Kwa hiyo tunaendelea kulikamilisha na maeneo mengine, lakini sambamba na hilo tuko kwenye eneo la tawi la CCM Chani Masingini. Bado tuko kwenye shehia ya Chani Masingini. Katika eneo hili tumekagua mradi wenyewe ni mradi wa soko kubwa, na nadhani wameeleza wataalamu pale, soko ambalo limeanza ujenzi kwa muda mrefu na limechelewa kidogo kumalizika, lakini kwa mkakati uliopo sasa wa serikali kupitia Baraza la Manispaa au serikali yetu, halmashauri yetu ya wilaya ya Kaskazini ya Unguja, tuna matarajio makubwa kwa mujibu wa maelezo ya mkurugenzi. Itakapofika mwezi Mei 2026 soko lile litakuwa limekamilika na hatimaye wananchi wa jimbo la Chani na wageni na wenyeji wa maeneo mengine ya jirani wataweza kunufaika na uwepo wa soko hilo. Kwa hiyo matumaini yetu kwamba kazi hizi zitakapokamilika zitaweza kuibua ajira kwa vijana, lakini vile vile zitaleta mzunguko wa kifedha, na kwa sababu soko lenyewe linagusa na utalii, sasa wanachani wajitayarishe kutumia dola za Kimarekani, kwani wageni wa nje ya nchi watasimama Chani na kufanya matumizi kupitia soko hili la Chani. Mambo mengine ya kiutalii kwa upande wa wananchi wa Chani Masingini wache wasubiri, muda ukifika tutawaambia. Yanakuja mengi makubwa, sasa tumeanza. Mheshimiwa Ayub ameeleza kuwa maendeleo hayana chama, bali ni wajibu wa viongozi na wananchi kuhakikisha wanapata maendeleo bila kubaguana. Kwa ukweli, kwa upande wa maendeleo tunasema kwamba maendeleo hayana vyama. Mimi kama ningelihesabu wanachama wa Chama cha Mapinduzi pekee, basi nisingeliweza kupata 99.8% ya kura zote za waliopiga kura, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo hili kina wastani wa wanachama 11,179, lakini wapiga kura waliopo kwenye jimbo hili ni karibu 15,800. Ukichukua hiyo hesabu yote, kati ya wananchi waliopiga kura 15,000 karibu na 500 katika jimbo la Chani na kuwapigia kura viongozi mbalimbali, yumkini nisingeliweza kupata asilimia hiyo. Kwa hiyo ninaamini kuwa wametupigia kura wanachama wa vyama vyote, na ndiyo maana tukasema tunapita kuwashukuru wanachama wa vyama vyote. Kwenye maendeleo hakuna siasa. Hospitali inamhitaji aliye CCM na asiyekuwa CCM. Msikiti unamhitaji mwana CCM na asiyekuwa mwana CCM. Soko linamhitaji mwana CCM na asiyekuwa mwana CCM. Tukienda kwenye michezo inawahitaji wana CCM na wasiokuwa wana CCM.
Kwa hiyo hayo yote kwa ujumla wake ndiyo yatatengeneza Chaani mpya yenye maendeleo kwa wote. Na tunasema maendeleo kwa wote kwa sababu hatutabagua. Hatutakubagua kwa chama chako, hatutakubagua kwa imani yako ya kidini, hatutakubagua vile vile kwa mahali ulikotoka na kadhalika. Tunasema wote sisi kwetu ni wanachaani na wote tutawaunga mkono kuhakikisha maendeleo yao yanapatikana. Mwakilishi wa jimbo la Chaani Juma Usonge pamoja na mstahiki meya wa manispaa ya Kaskazini Unguja Nyange Khairi Ali wamewaahidi wananchi soko la kitalii Chaani Masingini na kuhakikisha wanasimamia mradi huo unakamilika kwa wakati. Takriban siku zaidi ya 18 tutatembea jimbo letu la Chaani kupita mtaa kwa mtaa, maeneo mbalimbali ili kurejesha neno la shukrani, lakini pia kuambia nini mpango wetu ambao tutautekeleza kwa muda wa miaka hii 5. Nadhani ishara nzuri mmeshaiona, tumeanza Ketwa pale ambapo mbali na changamoto mbalimbali ambazo wamezieleza wananchi wetu wa jimbo wa maeneo hilo la Ketwa ndani ya jimbo hilo la Chaani. Kwa mfano kama mmeona pale tumekabidhi mifuko ya simenti na vitu vingine ambavyo mbalimbali vitakuja. Ile ni miongoni mwa ahadi zetu ambazo tulizitoa kipindi kile ilikuwa tunanadi sera zetu kupitia chama. Lakini mbali na hizo pia kuna ahadi ambazo za kiserikali nazo pia ziko njiani kwa ajili ya kuzitekeleza. Lakini pia mmeshuhudia kuna soko hili la kitalii la Chaani, nalo tunawashukuru sana wenzetu wa halmashauri kupitia mstahiki meya, nao pia wametupa taarifa kidogo na kutuahidi ifikapo mpaka mwakani mwezi wa 4 soko hili litakuwa tayari limeshakamilika. Kwa hiyo ni habari nzuri na dira nzuri ambayo mambo ambayo tayari tulikuwa tunaeleza wananchi wetu wa jimbo la Chaani kwamba tutakuwa na miradi mbalimbali, lakini pia tutakuwa tuna fursa mbalimbali. Hizi ni fursa ambazo zikikamilika zitawaletea maendeleo wananchi wa jimbo letu la Chaani. Kama mnavyofahamu, serikali ya Daktari Hussein Ali Mwinyi inafanya kazi vizuri sana na inahimiza siku zote wananchi, kama kuna miradi ya kimaendeleo ipo, basi ni vyema zaidi kushirikiana na serikali kuu ili kuweza kuwaletea maendeleo wananchi wa eneo husika. Kwa hiyo kwenye ziara hii yapo mambo mbalimbali ambayo tayari tutatekeleza, lakini yapo ambayo tayari tutatolea ufumbuzi, lakini yapo mambo ambayo tayari tutawekea ahadi kwa ajili ya kuyatekeleza, maana miaka 5 si miaka michache. Kwa hiyo kuna muda mwingi wa kuweza kufanya kazi, lakini kuna muda mwingi wa kukaa na wananchi ili kuweza kuibua mambo mbalimbali ambayo tayari watakaokuwa yanawakabili wananchi wa jimbo la Chaani. Mradi wa soko la kitalii katika mji wetu wa Chaani ni mradi ambao unahitaji gharama kubwa, ni mradi ambao una uhitaji kwa kiasi kikubwa kutoka kwa wananchi wa Chaani na wilaya Kaskazini kiujumla. Mradi mpaka sasa umefikia katika ground floor na unahitaji kuenda katika gorofa moja, yani first floor. Kwa hiyo mpaka sasa katika baraza letu la manispaa kwamba ipo shilingi milioni 300, na hiyo hela mkurugenzi wetu alishawahakikishia wananchi kwamba hiyo hela ipo na haijatumika na utagharimu zaidi ya bilioni 1 point something. Kwa hiyo kutokana na maelezo hayo kutoka kwa mkurugenzi wetu na mbunge kutoka jimbo la Chaani, tunapenda kuwahakikishia wananchi wote wa wilaya Kaskazini A kupitia baraza la manispaa tutasimama kidete kuhakikisha kwamba before ya mwezi Mei hili soko liweze kumalizika na kuweza kutumika kwa watalii wote ambao wanapatikana katika wilaya yetu ya Kaskazini A na hata wananchi wa kawaida kuweza kulitumia kwa mahitaji ya soko hili. Soko kama alivyozungumza mkurugenzi liko na vitu vingi, kuna ATM machine, kuna migahawa, kuna na soko ambayo itakuwa inauza local food na vile vile kutakuwepo na vyakula ambavyo wanatumia wenzetu Asian cuisine. Kwa hiyo niwashajihishe na niwahamasishe wananchi wote wa wilaya Kaskazini A hususan jimbo la Chaani, hili soko ni la kwetu sote na tuwe na matumaini na tuwe na imani na serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwani rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi anatuamini sana sisi vijana na anaamini viongozi wake wa wilaya Kaskazini A watafanya mema na wataleta maendeleo yaliyokuwa na chanya. Nao wananchi wa jimbo la Chaani wamesema ni faraja kuona viongozi waliochagua wanatekeleza ahadi zao za maendeleo, kwani maendeleo hayana chama chochote. Tutapenda kushirikiana na uongozi wa bunge, wawakilishi, madiwani kwa masuala ya maendeleo ya kichama. Kila mtu atakuwa na yake, lakini kwa ya maendeleo tutakuwa pamoja, hatutabaguana. Mimi ninavyohisi maendeleo yatakuwa makubwa zaidi na yatakuwa na kasi zaidi, kwa sababu huu ni mwanzo na tumeona kuna ari kubwa na mambo makubwa yanayotendeka. Kwa hiyo tunamshukuru rais wetu wa Zanzibar na tunamshukuru rais wetu wa Tanzania. Mwenyezi Mungu atulinde na maadui na atupe afya njema na kasi iendelee zaidi.
Mradi huo wa soko la kisasa unatarajiwa kukamilika Mei mwakani, ambapo utagharimu zaidi ya bilioni 1. Nikiripoti, mimi ni Mariam Khair.